Kama kilivyo kipengele cha mkataba kati ya klabu ya Barcelona pamoja na mdhamini wake mkuu ambayo ni kampuni ya kusambaza muziki mtandaoni, yani Spotify. Mojawapo ya kipengele cha mkataba huo inaeleza kwamba timu hiyo katika mchezo wake wa El Clasico itatakiwa kutangaza album ya msanii muhusika wa Spotify. Na mchezo unaofuata wa El Clasico ambao utapigwa tarehe 26 Jumapili hii hapa, mchezo huo utakuwa ni sehemu maalum ya kumtangaza nyota wa Kiingereza. Huyu ni Ed Sheeran ambaye pia ni mshiriki mojawapo katika kampuni hii ya Spotify, ambapo ana albamu yake ambayo inaitwa Play. Kwa hiyo logo ya klabu ya Barcelona katika mchezo huo wa El Clasico haitakuwa logo ya Spotify kama ambavyo tumezoea, bali itakuwa ni logo ambayo inaonesha alama ya Play, lakini pia itakuwa na maandishi ambayo yameandikwa Play, ambayo ni album ya Ed Sheeran, nyota huyu wa muziki kutoka pale nchini Uingereza. Ila pia mkataba huu una mengi zaidi. Kipengele kingine ambacho kilikuwa kimefanywa maboresho zaidi, na kutokana na mkataba ambao una pesa nyingi zaidi katika historia ya klabu ya Barcelona ya udhamini, ni pamoja na mkataba huu wa Spotify, ambapo hata uwanja wa Barcelona hivi sasa unaitwa Spotify Camp Nou, tofauti na mara ya kwanza ambapo tulikuwa tumezoea uwanja huu unaitwa Camp Nou. Kwa hiyo safari hii uwanja huo umebadilishwa jina na unaitwa Spotify Camp Nou baada ya kufanywa maboresho na kuongezwa capacity, ambapo hivi sasa uwanja huu umeongezwa ukubwa zaidi, lakini pia hata muonekano wa uwanja wa Spotify Camp Nou umekuwa mzuri zaidi na wa kuvutia, kama ilivyo pale nchini Ujerumani, ambapo ukiangalia klabu ya Bayern Munich uwanja wao unaitwa Allianz Arena. Lakini Allianz ni kampuni ya mikopo ambayo iko pale nchini Ujerumani, ambayo ilidhamini klabu hiyo kwa muda mrefu sana, na baadaye katika kipengele cha mkataba waliingia mkataba ambao ulikuwa unahitaji uwanja wa timu ya Bayern Munich uitwe Allianz Arena, ndo kama ambavyo uwanja huo unaitwa hivi sasa. Kwa hiyo hata kwa upande wa Barcelona uwanja wao ambao tumeuzoea ulikuwa unaitwa Camp Nou, hivi sasa unaitwa Spotify Camp Nou. Kwa hiyo hii ni taratibu ambayo imewekwa na Spotify katika mkataba wake pamoja na klabu ya Barcelona. Lakini kama ilivyo ada, kabla ya mchezo msanii husika atatumbuiza katika mchezo huo, lakini pia ataenda dressing room kukutana na wachezaji, kupiga picha, lakini pia wachezaji ambao watataka kuimba naye wataimba naye, kama ilivyo katika El Clasico iliyopita, ambapo mtu ambaye alitambulishwa alikuwa ni Travis Scott, lakini wapo watu wengi ambao pia walishawahi kutambulishwa kama vile Drake pamoja na wasanii wengi ambao wanahusika katika platform ya Spotify. Kwa hiyo safari hii ukiona Barcelona wamevaa jezi ambayo imeandikwa Play mbele, usije ukashtuka ukajua kwamba